Katika video hii tutakwenda kuangalia namna gani tunaweza tukajisajili ndani ya Soma Taaluma, lakini vile vile namna gani tunaweza tukapata course ili kuweza kujifunza, whether ni course ya free au ni course ya kuchangia uandaji wa course hizi. Jina langu ni Mohamed Hafidh Mohamed kutoka Soma Taaluma, ambapo mara baada ya kuweza kufika katika browser yako unaweza kaja moja kwa moja ukasearch Soma Taaluma. Once utakapo search hivyo tu itakuletea kwamba tunayo website yetu hii ama mfumo wetu wa mafunzo ambao wa Soma Taaluma, ambapo tuna courses za aina mbalimbali ambazo zinakuja kupitia katika Soma Taaluma. Some courses zitakuwa zinapatikana huku tu na some courses zinaweza zinapatikana kupitia katika mitandao ya kijamii kama vile YouTube na mitandao mingine. So kama uta scroll utaangalia hapa utakutana mitandao yetu ya kijamii aina mbalimbali kama vile YouTube, Instagram, LinkedIn, zote hizi unaweza kuzipata kupitia katika Google. So tutaelekea katika website yetu ya Soma Taaluma, na mara baada ya kuweza kuifungua website yetu ya Soma Taaluma tutaiona kama ambavyo tunaweza kuiona. Huu ni mfumo kamili ambapo utaweza kujifunza courses za aina mbalimbali. Na kwa upande wa courses zile ambazo utachangia kiasi fulani kulingana na courses katika masuala ya uandaaji na masuala mengine, basi baada ya kukamilisha course hiyo utapata certificate yako hapo hapo baada ya kukamilisha mafunzo ya course husika. Lakini kwa zile courses ambazo zitakazokuwa ziko free, courses hizi hazina certificate. It means utajifunza tayari, utakuwa umepata skills, lakini hakutakuwa na certificate ambayo utaweza kushare katika social medias na sehemu nyingine za aina mbalimbali. So tukiangalia website yetu Soma Taaluma, tunao popular courses, tuna courses aina mbalimbali. Kwa mfano za PHP, kuna course hii ya Django ambapo ukiangalia kama course hii iko free, course hii unaweza kuchangia kidogo. So kuna video aina mbalimbali tofauti, nadhani unaweza ukachukua muda kwa ajili ya kuweza kuipitia website yetu hii. Kuna frequent asked questions, unaweza kuzipitia ukazisoma, some comments. Lakini general overview, tuna upande wa courses, tunayo sehemu ya kuweza kuziona courses zetu kwa pamoja, lakini vile vile tunayo sehemu ya kuweza kuverify certificate kwa wale ambao watabahatika kuweza kupata certificate ambazo zimetolewa katika courses ambazo zitachangiwa. Basi unaweza kufanya verification moja kwa moja ikakudai kama certificate yako uliyopata ni ipo valid ama sio valid. So unaweza ukachagua courses za aina mbalimbali, unaweza ukachagua courses tofauti, lakini namna ya kuweza kujisajili utakuja moja kwa moja katika login au sign up. Same as kuweza kulogin utaingia hapo, au njia nyingine unaweza ukaingia, let's say kwa mfano ni click hii course ya PHP Masterclass. Utakapoifungua katika course yetu hii itatuletea vitu vya aina mbalimbali tofauti. Let's say tusubiri kidogo iweze kuload. So kwa wakati course inafunguka, katika course yoyote ile ambayo itafunguka itakuja na description na vitu vingine tofauti, itakuja na curriculum, kitu gani ambacho utakwenda kukisoma. Okay, course yetu hii imefunguka. Tunaona PHP Masterclass, the complete course, description, instructor wetu ambaye ni mimi mwenyewe Mohamed Hafidh Mohamed, category, lakini kama utahova utapata categories mbalimbali ambapo course hii inapatikana. So upande wa huku tunaona kwamba tuna get course ambayo ina harama yake hiyo hapo. Kwa muda huu unaweza ukaedit katika wishlist kwa ajili ya baadaye kuja kuweza kuinunua ama kuweza kuenroll katika course husika. Unaweza ka share, lakini kuna short notes kwamba certificate of completion available upon course completion. Kuna course details, kwa mfano level, kuna durations na vitu tofauti. Kwa say kama hii course ya PHP ambayo ina masaa zaidi ya 10. So kuna information mbalimbali ambazo unaweza kuziangalia, lakini vile vile kunayo curriculum. Unapoangalia katika curriculum, hivi ndio vitu ambavyo utakavyojifunza katika course hii yote kwa ujumla. Kwa mfano kama kwenye course hii kuna vitu vya aina mbalimbali ambavyo tumeweza kuvikava. So njia moja hapo ya kuweza kuregister course, unaweza click hapa katika get course. Kwa vile hatuja sign up itatudai moja kwa moja kuweza kusign up, au unaweza click hapa katika sign up juu kabisa kwa ajili ya kuweza kugenerate account. So tutakapokuwa tumefika hapa tuta click sign up kwa sababu hatuna account sasa hivi. Baada ya kuclick sign up inatudai tuweze kuingiza email. So nitaingiza somataaluma@gmail.com, lakini vile vile ametuhitaji tuweze kuwa na username. Maybe ni Soma Taaluma. Soma Taaluma. Na ametuhitaji tuweze kuingiza password.
So katika password kuna sheria hapa ambapo tunahitajika kwamba password lazima iwe minimum character 8, kwa kuna herufi kubwa, kwa kuna herufi ndogo, kunahitajika pia kuweze kuwa na numbers, kwa kuna special characters. Vitu vyote hivi vinahitajika ndani ya password yako. So tutaanza kuingiza password yetu, ama utaingiza password yote ile ambayo wewe unahisi itakuwa include vitu vyote hivyo. Okay. Well, so tutaingiza password yetu, maybe nitaingiza hiyo hapo, nitarudia na huku. Then baada ya hapo uta click sign up. Anatuambia kwamba confirmation link have been sent, please follow instruction to your email address. It means kwamba hatutaweza kulogin ndani ya Soma Taaluma ikiwa kama email yetu haijawa verified. So nikiangalia katika email yangu tayari nimepata email ambayo imekuja hii hapa, Soma Taaluma, inatuambia to activate your account. So nita click, na baada ya to show images, okay, tayari imefunguka email yetu hii hapa, ambayo moja kwa moja imetuambia to activate your account. In case imetokezea umekaa katika inbox hujaiona, unaweza kujaribu kuangalia katika spam folder au katika junk file. So nita click link yetu hii kwa ajili ya kuweza kuverify email yetu. Tayari tumeweza kufanikiwa kuverify account yetu ya Soma Taaluma na tumeingia moja kwa moja ndani ya dashboard. Kama ambavyo tunaangalia hapa ni Soma Taaluma, tunaona tunazo enrolled course, wishlist, my orders, assignments na vitu vya aina tofauti tofauti. Lakini hii ndio dashboard yako ambayo utaingia. Kwa ufupi kabisa utaweza kuona kuna bundle ngapi ya courses ulizonazo, kuna reviews, kuna certificates ambazo umezipata, kuna courses zile ambazo ulizonazo zote kwa ujumla, kuna completed courses unazo ngapi, kuna in progress courses ngapi, na kuna zile courses ambazo zilizofeli ni ngapi. Kama tuta click katika sidebar yetu tutakuwa tunazo information mbalimbali. Let's say na messages ambazo zilikuwa zimetumwa, unaweza ukazi view hapa. Lakini vile vile tunayo wishlist, tunayo enrolled courses, tunayo my orders. Hii ni sehemu ambayo utaweza kuziona orders za aina mbalimbali ambazo zilifanya, whether zilikuwa completed ama zilikuwa cancelled. Lakini vile vile katika upande wa certificates utapata kuweza kuziona certificates zako za aina mbalimbali ambazo ulizozipata kupitia Soma Taaluma. Kuna my assignments zile ambazo ulizokuwa nazo, lakini vile vile my grade kulingana na assignments na vitu tofauti ambavyo vimepatikana utaweza kuziona kupitia katika Soma Taaluma account yako. So hapa tayari tumeshafanikisha kuweza kutengeneza account ama kuweza kujisajili ndani ya Soma Taaluma. Lakini kuna kitu inawezekana ukawa unajiuliza, pengine nataka nibadilishe password, nitafanya vipi? Tunayo option hii hapa ya settings. Utakapo click katika settings moja kwa moja itakuletea uweze kuchange vitu mbalimbali, kwa mfano kama vile profile image, lakini vile vile jina, una first name, last name, hii ilikuwa ni username ambayo tuliingiza kule. Tuna kipengele cha email notifications, utakuwa unapata notification weekly ama monthly reports zile kwamba wiki hii umejifunza vitu vingapi, hujajifunza, kuna hivi, kuna vile, utakuwa unazipata. Unaweza ukai turn off ikiwa kama hauhitaji. Lakini vile vile unahitaji kuweza kubadilisha password, unaweza kubadilisha password. Lakini kama utakuwa una ushauri ama una swala lolote ambalo unahitaji kuja moja kwa moja kupitia katika Soma Taaluma, unaweza ukasend request ambapo hili litakuja moja kwa moja, litatufikia na tutalijibu. Kwa hivyo hiyo ndio process na hatua ya kuweza kuregister account katika Soma Taaluma.